Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Mwanakondoo ameshinda. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, mimi naitwa mchungaji Stewart Tito Mapashi, kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi. Niko hapa kwa ajili ya somo la kiongozi kalenda wa Moravian Tanzania. Tunaongozwa na kiongozi kalenda. Kuna neno ambalo tumepewa leo tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Neno hilo katika Agano la Kale ni Wafalme wa Kwanza, kitabu cha kwanza cha Wafalme 19:11 mpaka 12. Wafalme wa Kwanza 19:11 mpaka 12. Na Ufunuo wa Yohana 2:5 katika Agano Jipya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, mahali hapa ni eneo ambalo ni takatifu, na hii ni madhabahu yako ya Baraka TV. Tumesimama kama watumishi wako ili kuleta hoja na haja mbele zako. Kiongozi kalenda ambao umetupa leo, ambao ni neno lako katika Biblia linalopatikana katika Wafalme wa Kwanza, na mtumishi wako niko hapa tayari kufikisha neno lako. Naomba unitumie kama upendavyo. Wewe ndiye ambaye unatumia watu kwa ajili ya utukufu wako. Sikustahili kusimama mbele ya madhabahu yako hii takatifu, lakini Bwana unistahilishe mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo, na kwenda kinyume kabisa na kila nguvu za giza, mapepo na majini, roho zote za mpinga Kristo hazina mamlaka. Kwa damu ya Yesu ninazikemea katika jina la Yesu. Hii ni ibada yako kamili. Ramosa Rika sandara bakoria basira rekesendera bakuria bataya kandoro bakuria basikirianda kaikotori basaya. Kwa jina la Yesu Kristo, enenda Bwana ukajitwalia utukufu, ukaseme na kila mmoja anayetutazama hapa, kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wakamshinda shetani, nasi tunamshinda shetani kwa neno hilo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila mtazamaji na aseme amen. Wafalme wa Kwanza katika kiongozi yetu kalenda na katika Biblia, Wafalme wa Kwanza 19 mstari wake wa 11. Tunaenda kushirikiana katika Biblia. Wafalme wa Kwanza 19 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Wafalme wa Kwanza ile sura yake ya 19, 11 mpaka 12 katika kiongozi kalenda. Neno la Bwana linasema hivi. Neno la Bwana linasema, naam, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita upepo mwingi kwa nguvu, ukaipasua milima, ukavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Baada ya upepo, tetemeko la nchi likapita, lakini Bwana hakuwemo katika tetemeko lile. Baada ya tetemeko la nchi likawa na moto, lakini Bwana hakuwemo katika moto ule. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu ikapita. Ikawa Elia aliposikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia ikisema, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagizo yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wananitafuta roho yangu wapate kuiondoa. Ndugu mtazamaji, huyu ni Elia nabii aliyefanya kazi kipindi cha Ahabu. Hapa kichwa cha somo tulichopewa katika kiongozi kalenda, Elia amkimbia Yezebeli na Bwana amuuliza swali. Elia amkimbia Yezebeli na Bwana amuuliza swali. Elia alimkimbia Yezebeli kwa sababu alikuwa anamtisha, na akasikia kwamba manabii wengi wameuawa,
Kazi ya Bwana ina vita, kazi ya Bwana ina upinzani. Elia alikutana na upinzani mkubwa, akaamua kukimbia. Alipokuwa amekimbia, akaenda kujificha kwenye kilima, ametulia. Ghafla katikati ya kile kilima upepo mkali ukapita. Elia kazani Bwana ndio yuko hapo. Biblia inasema Bwana hakuwepo hapo. Tetemeko kali likapita. Elia akasema Bwana yuko hapa. Biblia inasema Bwana hakuwepo hapo. Elia kaona msaada wake uko wapi? Moto ukawaka. Elia akasema moto huu unapopita, yamkini Mungu yuko ndani ya moto, kwa sababu Mungu ni moto ulao. Lakini Bwana hakuwepo hapo. Elia akasikia hofu na mashaka kwa kumkimbia Yezebeli, kwamba wanataka kuiua roho yake. Ndugu mtazamaji, watu wanaopanga vita juu yako ni wale wanapanga vita kwa ajili ya utumishi wako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya kumtangaza Kristo. Tangu enzi na mababu, chanzo cha wana wa Kristo kupata vita ni kumtangaza Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Utakaposema neno la Mungu kwa ujasiri, utakapohubiri neno la Mungu kwa ujasiri, utakapoifokea dhambi kwa ujasiri, utakapowaonya watu kwa ujasiri, kuelekeza ukweli wa neno la Mungu. Watu wengi wanachukia ukweli, watu wengi wanakasirika kweli. Elia ni miongoni mwa mtu aliyejitoa maisha yake kujisacrifice kwa ajili ya kusema ukweli. Alitangaza ukweli kwamba Yesu yeye ni Bwana Mwokozi wa maisha ya watu wote, na kwamba kuanzia mfalme na wote wa nchi ile waache maovu. Lakini walimuinukia Elia. Elia akaona busara alikukimbia, lakini alipokimbia Bwana akamtokea akasema, Elia, hayo unayoyakimbia hiyo ni sawa na upepo tu. Ile nia ya moto unapotokea, ile ni sawa na upepo tu. Elia anapouona ule moto ni sawa na vitisho vya Yezebeli, ni sawa na vitisho vya Ahabu, ni sawa na vitisho vya wale wanaomtafuta kuua roho yake. Ndugu mtazamaji, yamkini kuna vitisho unakutana navyo, vinapita kama tetemeko, kama moto, lakini Bwana hayupo kwenye hivyo vitisho na wala havimwezi. Ndio maana Mungu akamwambia Elia, unapoona hilo tetemeko ni vitisho vya Yezebeli, ni vitisho vya Ahabu, visikutishie, tulia hapo. Ndugu mtazamaji, wengine vitisho vyenu ni magonjwa, ukoo wenu ni magonjwa tu, wengine ni laana, wengine ni roho ya uzinzi. Hata kanisani unaingia lakini ni mzinzi, hata ibadani unasali lakini ni mzinzi. Hivyo ni vitisho tu vinakuondoa kwenye uwepo wa Kristo. Achana navyo, sikiliza sauti ya utulivu. Kuna mwimbaji mmoja akasema, msikilize sana Mungu. Na ndivyo ilivyo, msikilize sana Mungu katika maisha yako. Usikilize sana Mungu anachokuelekeza, usisikilize wanadamu wala wafalme. Elia akamkimbia mwanamke na Mungu kamuuliza swali, Elia, unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa? Nikuulize swali ndugu mtazamaji, unayenitazama katika Baraka TV, unafanya nini hapa? Unafanya nini hapo kwenye uzinzi? Unafanya nini hapo kwenye ulevi? Unafanya nini hapo kwenye uchawi? Unafanya nini hapo? Umekimbia labda kwa sababu ya wagonjwa, umehama mji kwa sababu ya wachawi. Elia akahama akaondoka. Usiondoke hapo. Mungu alipomuuliza unafanya nini, hakujibu lile swali. Mpaka leo hatukienda kumuuliza Elia, mpaka leo hakujibu swali. Ikatokea tu Mungu akamwambia, sikiliza Elia, basi mtie mafuta Elisha, utamuona Yehu anakuja, mimina mafuta yake juu yake. Kwa hiyo ukisoma Ufunuo wa Yohana 2:5 anasema usipotubu naja kwako upesi, na kiondoa mahali pake kinara chake. Kwa hiyo Elia alipoonyesha kumwogopa Yezebeli, Mungu alikasirika, akamwambia unafanya nini? Rudi, bora ukatubu. Ndugu msikilizaji, hata kama una vipawa, hata kama una vipawa vikubwa, ukisema moto unawaka, hata kama una vipawa vikubwa, ukisema tetemeko linatokea, hata kama una vipawa vikubwa, lakini ndani yako unashindwa kuisikiliza sauti ya Mungu, unafanya kwa kipawa chako na weledi wako, lakini ndani yako ni mwovu, Mungu anakasirika, anasema nitakiondoa mahali pake kinara hicho, nitawapa wengine. Elisha akapewa kwa sababu Elia amemkimbia Yezebeli. Umekimbia nini katika maisha yako? Unakimbia kitu gani? Unakimbia kwa sababu ya vitisho vya shetani? Unakimbia unaacha kwenda kanisani kwa sababu wamekusema vibaya? Unakimbia unaacha kuabudu kwa sababu wamekusema vibaya? Simamia kusudi la Mungu. Kama wewe ni mchungaji, uwe mchungaji kweli.
Kama wewe ni mtume au nabii, toa unabii wa kweli. Kama ni mwinjilisti, hubiri kweli. Acha kukimbia maovu, acha kukimbia dhambi, acha kukimbia hayo. Rejea kumtumikia Bwana. Yesu akusaidie na atusaidie sote. Huwezi kutumikia Bwana huyu, huwezi kukimbia wachawi, huwezi kukimbia waovu wala magonjwa. Simama kwa miguu yako, tetea huduma yako. Kiongozi Karenda, neno la Biblia siku ya leo linatuasa tusimame kwa miguu yetu. Elia amkimbia Yezebeli na Bwana amuuliza swali, unafanya nini hapa? Sote tujiulize, tunafanya nini hapa duniani? Na ndipo Bwana alipotuweka pa kumkimbia Yezebeli. Bwana alikuweka wewe ukae hapo utende dhambi ya uzinzi, uasherati. Kisoma Yohana 1, Injili ya Yohana 1:6 anasema palitokea mtu ametumwa kutoka mbinguni, na aliitwa Yohana Mbatizaji ili abatize watu. Wewe umetumwa kutoka wapi? Na ulipokaa ndipo ulipotumwa. Rejea kumtafuta Kristo, rejea kumtumikia Kristo. Acha dhambi. Huwezi kumtumikia Mungu na huku unaogopa wachawi. Huwezi kumtumikia Mungu na huku unachanganya imani za hofu. Huwezi kumtumikia Mungu na huku ndani yako unakaa na michanganyo. Huwezi kumtumikia Mungu na ndani yako unajua kweli haipo, na maisha ya mtu anayajua mtu mwenyewe. Usiulize ukweli kwa watu, eti mimi ni mtakatifu. Unamuuliza nani wakati nafsi yako inakuonyesha wewe si mtakatifu? Huwezi kumtumikia Mungu na michanganyo. Elia akakaa kimya Bwana alipomuuliza, unafanya nini hapa? Ndugu mtazamaji wa redio wa TV Baraka, unafanya nini hapa? Ni kile ambacho Mungu alikutuma au unafanya vya kwako? Zingatia sana. Uwe kiongozi, unafanya nini hapa? Hata kama ni kiongozi wa nchi, unafanya nini hapa? Hata kama ni kiongozi wa serikali, unafanya nini hapa? Hata kama sio kiongozi wa serikali, labda ni kiongozi wa dini, unafanya nini hapa? Lazima uondoke na swali. Wiki hili kuanzia leo tarehe 15 ya mwezi wa 4 2026, uondoke na swali, unafanya nini hapo? Na unachokifanya ndicho ulichotumwa au umejituma? Mungu abariki neno lake na atubariki sisi sote katika jina la Yesu Kristo. Ninakwenda kuomba. Kabla kinara hakijatoka ambacho Mungu alikiweka sawasawa na ufunuo wa Yohana tuliosoma ile sura yake ya 2:5, na kitoa mahali pake. Elia hakujua kama upako unatoka unaenda kwa Elisha. Vazi lake likatua. Swali tu kwa sababu alimkataa kujibu swali la unafanya nini hapo? Kumkimbia Yezebeli, tena mwanamke. Nikuombe wewe uliyekimbia kazi ya Mungu eti kwa sababu ya maneno. Umeacha kuimba kwaya, wanakusema sana. Umekimbia ofisini pale kwa sababu ofisi ile wanakusema sana. Wakikusema wewe ng'ang'ania kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu bila kujali kitu chochote. Wakikusema wewe ng'ang'ana, ng'ang'ana. Wakikusema wewe ng'ang'ana, ng'ang'ana, ng'ang'ana bila kujali kitu chochote. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ujumbe wa neno lako umefika. Tumejifunza habari za Elia. Elia alimkimbia Yezebeli. Tuko watu wengi ambao tumekimbia yale majukumu uliyotuitia. Tunaomba uturudishe kwenye majukumu yetu. Tunaomba uturudishe kwenye nafasi zetu. Usituondolee kinara mahali pake. Katika jina la Yesu Kristo, ninamwombea huyu mtazamaji apate kurudi katika nafasi yake. Kama ni mchungaji, akachunge katika nafasi ya uchungaji. Asiishie kuchunga kwa vinywa tu, kwa mdomo na mavazi ya kichungaji, lakini ndani yake amekuacha. Kila mtu arudi kwa nafasi yake kwa kutubu, sawa sawa na Matendo ya Mitume ile sura yake ya 3:19. Tubuni basi mpate kurejeshewa nyakati mpya zenye kuburudika, ili Bwana tuburudishwe tena mioyo yetu kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mmoja na aliyesikia neno hili apate kuokoka kupitia uwezo wa damu ya Yesu. Amen. Oh, ndugu mtazamaji, mwana kondoo ameshinda. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Mchungaji Stuart Tito Mwampashi, kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi. Barikiwa sana
Barikiwa sana. Bwana akubarikie katika maisha yako. Amen.